Naam, nakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, na leo hii bado tuko darasani, na leo hii tunajifunza somo maalum sana. Manake somo hili linasema, je, inachukua muda gani baada ya mtu kufariki kutoka hapa duniani kufika mbinguni? Na wakati ambapo tunazungumzia juu ya safari hii ya kutoka hapa duniani mpaka katika utukufu wa Bwana, nataka tuelewe vizuri kwamba nitakuwa naangazia juu ya Mkristo. Na wakati ninapozungumza juu ya Mkristo, inamaanisha ni mtu aliyebadilika, mtu aliyeokoka, mtu aliye na ushuhuda ya kwamba Yesu ni Bwana na Yesu anaokoa. Na anajua ya kwamba ameishaokolewa kutoka dhambini. Anaamini ya kwamba Yesu alikuja hapa duniani, akafa msalabani, alafu kisha baada ya siku 3 akafufuka na akaweza kupaa juu mbinguni, mahali ambapo alikaa katika mkono wa kuume wa Mungu wetu. Kwa hivyo ninapozungumzia au tunapojadili au tunapojifunza somo hili, huyo ndiye ninayeangazia, Mkristo. Kwa hivyo somo letu ni au kichwa chetu ni swali: je, inamchukua Mkristo muda gani anapofariki kufika katika ufalme wa Mungu wetu? Kwa hivyo andiko letu kuu ambalo litatuongoza linatoka katika kitabu cha mtakatifu Luka au Luka mtakatifu, sura ya 23 na mstari ni 43. Yesu akamwambia, amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Kwa hivyo swali ambalo limekuwa likiulizwa kwa miaka mingi ni hili: mtu akifa leo anaenda mbinguni lini? Kwa hivyo watu wengi wanaogopa kifo kwa sababu hawajui kitakachotokea baadaye baada ya mtu kufariki. Watu wengi sana, hata Wakristo, hawajui. Percentage kubwa, asilimia kubwa sana wanaogopa kifo. Na kwa nini wanaogopa kifo? Manake hawajui baada ya kufa au baada ya kufariki, hawajui kinachotokea. Lakini Biblia imetuambia nini? Yesu anamwambia yule mwizi ambaye walikuwa wamesulubishwa pamoja, amin nakuambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Lakini kwa hivyo Biblia haijatuacha gizani. Leo tunaangalia ukweli wa neno la Mungu kuhusu jambo hili la ni lini mtu au ni wakati gani mtu anapofika katika utukufu wa Baba baada ya kuaga dunia au baada ya kufariki. Kwa hivyo nataka leo hii tutaangazia hoja 3, na hoja hizo ndizo hizi: moja, ahadi ya Yesu ni mara moja. Hoja ya pili, kuondoka mwilini ni kuwa pamoja na Bwana. Na hoja ya 3, kifo si mwisho, ni mpito. Kwa hivyo tunapoangazia hoja ya kwanza, ahadi ya Yesu ni mara moja. Yesu alimwambia mwizi, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Kwa hivyo Yesu hakusema baada ya mwaka moja au baada ya mwezi mmoja au baada ya wiki moja au baada ya siku moja au baada ya hukumu ya mwisho, bali alisema leo. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa kwa Mkristo, kama nilivyoelezea Mkristo ni mtu wa aina gani, kuondoka duniani ni kuingia mara moja katika uwepo wa Kristo. Kwa hivyo Yesu hawezi kusema uongo, na ahadi yake ni ya uhakika. Kwa hivyo katika hoja yetu ya pili, kuondoka mwilini ni kuwa pamoja na Bwana. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5, mstari wa 8, Biblia inasema hivi: lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Biblia inasema hivyo. Yaani Biblia inasema inaongea juu ya kuacha kukaa katika mwili ni kukaa pamoja na Bwana. Kuacha kuwa katika mwili, yaani kuaga dunia, kuondoka ndani ya mwili. Yule mtu wa ndani anapoondoka, inakuwa ni mara hiyo hiyo kuwa pamoja na Bwana. Kwa hivyo Paulo
anaonyesha hali mbili. Moja ikiwa ukiwa hai, yani ukiwa katika mwili huu unabakia tu hapa duniani. Lakini unapouacha mwili unakuwa pamoja na Bwana. Kwa hivyo hakuna hali ya tatu ya kusubiri. Mambo ni mawili. Ukiwa ndani ya mwili unaishi hapa duniani. Maisha yako ni hapa duniani. Ukiachana na mwili, maisha yako inakuwa ni katika utukufu wa Bwana. Kwa hivyo kwa Mkristo inamaanisha kufumba macho hapa duniani, lakini kufumbua macho pamoja na Ukristo. Kwa hivyo unakuwa katika ule utukufu wa Bwana. Kwa hivyo ni kama safari ya sekondi moja. Ni kama tu umelala, umeamka. Ni kama tu ile kufumba na kufumbua macho. So ulikuwa duniani, sasa uko mbinguni. Nataka tuangalie kifo cha Lazaro. Katika kitabu cha Luka, sura ya 16 mstari wa 19 hadi 31 inazungumzia juu ya Lazaro na tajiri. Na tunamuona Lazaro anapoaga dunia, malaika wa Bwana anakuja na kumnyakua na kwenda naye mbinguni, mahali anapo Biblia inasema anawekwa katika kifua cha Abrahamu. Na hiyo inamaanisha kwamba ni kuwekwa katika mahala pazuri, mahali ambapo hapana shida. Naye yule ambaye ni tajiri tunamuona naye ananyakuliwa na anawekwa katika mahali pake, mahali ambapo palifaa maisha yake alipokuwa anaishi hapa duniani, yaani kuzimu, mahali ambapo kuna kusononeka na kusaga meno. Kwa hivyo ilikuwa ni hali ya hapo kwa hapo. Katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 14, unasoma juu ya Yesu anapowaahidi wanafunzi wake kwamba mahali anapokwenda anakwenda kuwatayarishia makao. Anasema ya kwamba katika nyumba ya Baba kuna makao mengi. Kwa hivyo hakuna Mkristo ambaye atakosa mahali pa kuishi wakati wake unapowadia. Na wakati wake unapowadia inamaanisha ya kwamba kikao chake tayari kimetayarishwa na kimetayarishwa. Kwa hivyo ni kufumba na kufumbua, anajipata katika kikao chake. Kwa hivyo katika hoja yetu ya tatu inasema kifo si mwisho, ni mpito. Na hapa tutaangazia kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 23. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Maneno matamu ya Paulo katika waraka wa Filipi. Swali ni je, kwa nini Paulo hakuiogopa au hakukiogopa kifo? Kwa nini Paulo hakuogopa kifo? Hili ni kwa sababu alijua kwamba kifo si kama shimo la kifo, bali ni mlango wa kuingia katika utukufu. Na ni vizuri pia kujua kwamba ni kama mtu anayelala. Tuseme kwa mfano amelala saa 4 usiku. Halafu ameamka tena saa 12 asubuhi. Kwa hivyo kwa mtazamo wake ni kama muda mfupi tu amelala, pengine hata hakuota na hakuamka katika huo muda wote. Kwa hivyo anapolala saa 4 usiku na anapoamka saa 12 asubuhi, kwake akiangalia itakuwa ni kama wakati mdogo. Anaweza kuona ni kama tu amelala saa hiyo na ameamka. Kwa hivyo itakuwa anashangaa. Imefika saa ngapi? Kwamba imefikaje kufikia hata saa 12. Kwa hivyo mambo ya safari ya kutoka hapa duniani na kuelekea katika utukufu wa Bwana ni kama vile tunavyoona mtu anapolala na kuamka. Huwezi wakati mwingine ukajua umelala kwa kiasi gani. Umelala masaa mangapi au umelala dakika ngapi. Kwa hivyo vivyo ndivyo Mkristo akifa, hakuna hisia ya miaka kupita au miezi kupita au siku kupita, bali anaingia katika uwepo wa Mungu. Sasa tumejua ni wakati gani ambapo tunatakiwa kuchukua kutoka hapa duniani hadi kufika katika utukufu wa Bwana. Lakini bado kuna swali lingine. Je,
tutajuaje njia ya kwenda katika utukufu wa Bwana? Njia yenyewe tutakayoipitia ndio tutakunyakuliwa na malaika, lakini tutatumia njia yenyewe itakuwa ni njia aina gani? Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 6, Biblia inasema ya kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo njia ni Yesu Kristo. Na inamaanisha nini? Inamaanisha ni kumjua Kristo. Ni kumjua Kristo. Kujuana naye. Awe rafiki yako, awe Bwana wako, awe Mwokozi wako. Kwa hivyo, kwa mujibu wa Biblia, kwa Mkristo kufika mbinguni si safari ndefu. Ni tukio la mara moja baada ya kuondoka katika mwili. Ahadi ya Yesu ni leo. Kwa hivyo ni muhimu sana kujua ya kwamba hatupasi kuogopa kifo. Hakuna haja ya kuogopa kifo, manake sasa tumeelewa. Baada ya kutoka katika mwili hatutakuwa katika hali ya kuchanganyikiwa, bali itakuwa ni jambo la mara moja, na inakuwa ni safari ya hapo kwa hapo, kufumba na kufumbua. Tumefika katika ufalme wa Bwana au katika utukufu wa Bwana. Kwa hivyo tunapaswa kujiandaa kukutana na Bwana. Kama Wakristo lazima tujiandae na tujiandae vizuri. Kwa hivyo ni vizuri tujitayarishe kwa sababu ya safari hii ambayo ni lazima kila mmoja wetu atapitia, na njia yenyewe ni kupitia kifo. Ukitaka kumuona Bwana lazima kwanza utoke katika mwili huu. Kama wewe hutaki kutoka katika mwili huu, basi itakuwa vigumu kumuona Bwana. Kwa hivyo Mungu wetu awabariki, awatendee mema. Shalom.